Kitabu cha Galatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 16, tunaona maandiko matakatifu yanasema ya kwamba basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Nao hao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho, tuenende kwa Roho, tusijisifu bure, tukichokozana na kuhusudiana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa katika Bwana, natumai mnanisikia vizuri. Tunapozungumzia kwa habari ya matunda ya Roho Mtakatifu, tunda, nini maana ya tunda? Tunda ni badiliko la tabia ndani ya Mkristo. Lile ndio tunda la Roho Mtakatifu, badiliko la tabia ndani ya Mkristo, ambapo ili tunda ndilo linalokupa wewe sifa ya wewe kuitwa Mkristo. Huwezi kuitwa Mkristo kama hauna hiyo sifa. Huwezi kuitwa Mkristo kama hauna hiyo sifa, na hiyo sifa ndio inayokufanya wewe ujulikane kwamba ni Mkristo. Maana Mkristo halisi ni Mkristo ambaye ndani yake kuna matunda ya Roho Mtakatifu. Kama ndani yako hakuna tunda la Roho Mtakatifu, hiyo tunakutemsi sio Mkristo. Kuna wakati mmoja ukisoma Biblia, Yesu Kristo alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake, akawa anawaambia wanafunzi wake kwa jinsi gani watawatambua manabii wa uongo. Akawaambia, tazama matunda yao. Manake tunda ndilo linalokuwezesha kujua yule ni nani. Na tunda, nimekwambia, ni badiliko la tabia ndani ya Mkristo au ndani ya mtu ambaye anamwamini Yesu. Lile badiliko la tabia ndo linaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Mtu yote aliyebadilika tabia zake zikafanana na Kristo, yule manake ana matunda ya Roho Mtakatifu. Yesu Kristo akikaa ndani yako, kitu cha kwanza ambacho anakifanya ni kubadilisha karakta zako, kubadilisha tabia. Kuna watu walikuwa na asili ya uchoyo, kuna watu walikuwa na tabia za uvutaji bangi, kuna watu walikuwa na tabia za kujichubua, kuna watu walikuwa na tabia za kujiuza, kuna watu walikuwa na tabia za ajabu ajabu. Lakini Yesu Kristo anavyoingia katika maisha yako, anamuumba yule mtu wa ndani, anamfundisha. Akishamfundisha, zile tabia ndo zinaanza kufanana na Kristo. Kwa hiyo Kristo alimtakiwa akikutazama wewe aone tabia zake, manake lile badiliko la tabia yako ndo linalokufanya wewe kuwa Mkristo. Kuna wakati mmoja Petro alikuwa anaulizwa, hivi wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Akakataa, akaambia, lakini wewe unavyotembea, unavyotazama, utasema ni mwanafunzi wake. Akakataa kabisa, akakana, akasema no, hapana. Lakini akamwambia, the way unavyoongea, usemi wako, unavyotembea. Manake kumbe Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, kuanzia unavyoongea, kuanzia unavyotembea, unavyoishi na watu, lifestyle yako inabadilishwa. Na hichi kitu ndicho tunachokita matunda ya Roho Mtakatifu. Huwezi kusema umejazwa na Roho Mtakatifu akati kinywani mwako unatukana wengine. Huwezi kusema umejazwa na Roho Mtakatifu akati kinywa chako kinasengenya watu. Huwezi kusema umejazwa na Roho Mtakatifu akati unavaa mavazi ya kikaba. Ni lazima unapojazwa na Roho Mtakatifu hata mwenendo wako badilike, mavazi unayovaa yabadilike. Pale ndo
Ukristo unakuwa umeumbika ndani yako. Paulo alikuwa anawafundisha, anawaambia uvae mavazi ya kujisitiri, akawa anaelekeza mavazi ya kuvaa, mavazi ya kujisitiri. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo matunda ya Roho Mtakatifu ni badiliko la Mkristo ndani yake. Mtu anavyopata ile badiliko ndio linaloitwa tunda la Roho Mtakatifu, na hilo ni tunda. Na matunda, kama matunda ni badiliko la tabia, maanake ndani ya yale matunda tunategemea tuone tabia za mtu zimebadilika. Kuna wakati mmoja nikawa nafikiria, bustanini mwa Edeni Mungu alikuwa ameweka matunda mengi. Nikawa nafikiria kama matunda ya Roho Mtakatifu ndio hizi tabia, na tafsiri ya tunda ni kama tabia. Yamkini kwenye bustani ya Edeni anavyomwambia matunda yote waweza kula, yamkini zilikuwa ni tabia ambazo walikuwa wanajifunza, tabia mbalimbali. Kwenye ule mti ambao walikatazwa, kwa ninavyofikiri, kwa tafakari yangu nilipokuwa nikitafakari neno la Mungu, nikawa naona ndio maana mwanamke akasema kwa kuwa mti huu wafaa kwa maarifa, maanake ndani ya ule mti, lile tunda, kulikuwa kuna maarifa ambayo watayapata, na akipata ile maarifa watayapata kujua mema na mabaya. Maanake kulikuwa kuna kitu cha kujifunza, kulikuwa kuna kitu chema na kitu kibaya, kujua mema na mabaya. Maanake watajifunza kujua mema na zeni mabaya. Mwanadamu wakati ameumbwa alikuwa ameumbiwa kutenda mema, alikuwa ameumbiwa kuishi na kutenda matendo yaliokuwa mema, na Mungu hakutaka mwanadamu ayajue yale mabaya. Kwa hiyo mwanamke, kwa kupitia ule mti wa matunda, Biblia inasema akaona ule mti watamanika kwa maarifa. Manake tunda lilokuwa lazungumziwa pale sio tunda la kawaida, ni tunda ambalo limebeba maarifa ndani yake. Na nikaja kukompea na haya matunda ya Roho Mtakatifu, kama kuna mti mbaya, kuna mti mwema. Manake kumbe na matunda ya Roho Mtakatifu nayo ni ya kuyajifunza. Ukijifunza matunda ya Roho Mtakatifu, tutajua mema, tutajua kutenda mema, tutatenda mema sana. Lakini katika ule mti ambao Mungu alimkataza mwanadamu, alijua mema na mabaya. Kwa nini alijua mema na mabaya? Tunaona asili ya matunda yote ilikopo ni katika mema, na viumbe wote wa rohoni walikuwa wakijua mema. Na ule mti tunamwona hata yule adui ambaye alitupwa, adui Ibilisi, mwanzoni before ajaasi alikuwa ni malaika, alikuwa naye amefundishwa kutenda mema, lakini ubaya ndo liibuka ndani yake, akaja akamwasi Mungu. Kwa hiyo katika pia njia zake naye kuna muda anaweza akajibadilisha akawa malaika wa nuru, lakini matunda yake tayari kwa kuwa kuna mchanganyiko mema na mabaya, utamgundua tu kwa sababu ya ule uelewa wake wa mema na mabaya, utamgundua. Lakini akijichanganya anaweza akajibadilisha kabisa, akafanana na watu wa nuru, kwa sababu naye asili yake alikuwa ni katika nuru. Ndio maana hata katika kutambua hawa manabii wa uongo, mitume wa uongo, walimu wa uongo, ni lazima uangalie katika matunda yao, ni matunda gani ambayo wameyabeba, badiliko la tabia, tabia zao zikoje. Mtu aliyefundishwa kutenda mema anajulikana kwa matunda yake. Na sasa hivi watu wa Mungu, kanisa, tumetakiwa tuwe makini zaidi, tumetakiwa tuwe makini zaidi. Wakati nasoma pia katika hichi kitabu cha Wagalatia sura ya 5 kuanzia katika mstari wa 19 inasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, matendo ya mwili. Maanake kumbe katika matunda, mwanzoni tulisema ni badiliko la tabia, na tabia ya mtu inaambatana na matendo yake. Kwa hiyo tukaona matendo ya mwili ambao ni matunda, pia ni aina ya matunda, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye ambaye ana maana, kinyume cha matunda ya Roho Mtakatifu ni matunda ya Ibilisi, matunda ya adui, matunda mabaya. Kwa hiyo mtu ambaye hana matunda ya Roho Mtakatifu ana matunda ya mwilini. Usipoongozwa na Roho utaongozwa na mwili, na mwili ni rafiki wa adui. Maana anasema nia ya mwili ni mauti, na anasema matendo yake ni haya: kuna uasherati. Unakuta mtu ni mtumishi wa Mungu lakini hajaacha uasherati. Mtu mchafu, anasema uchafu, ufisadi, anasema ibada ya sanamu, uchawi, uadui. Unakuta mtu kama umeokoka una uadui na mtu, hujatubu, hujatengeneza naye, jua bado matunda yako ni ya mwilini, sio ya rohoni. Ugomvi, ukiwa ni mtu ambaye unapenda ugomvi, bado utakuwa ukatengeneze.
wivu. Ukiwa na wivu ambao sio wa kimungu, wivu wa kufanya uharibifu au kuzuia baraka za watu wengine, huko mtakao ukatengeneze mtu wa Mungu. Hasira, unakuwa na hasira bila sababu, hayo ni matunda ya adui. Fitina, unakuwa ni mtu wa fitina, unagombanisha ndugu. Faraka, unafarakanisha familia za watu. Uzushi, unazusha mambo. Usuda, ulevi, wewe ni mlevi. Unaweza hata ukawa mlevi wa sio lazima uwe mlevi wa pombe. Ulevi ni kitu chochote kilichokuwa kimepita kiasi kuliko Mungu. Wengine ni walevi wa mitandao ya simu, yaani hawezi pitisha siku bila kutumia mitandao ya simu, na utapaka nimekuwa kama addiction fulani. Ulafi na mambo yanayofanana na hayo ndo matendo ya mwilini. Lakini matunda ya Roho Mtakatifu, ukisoma katika ule mstari wa 22, anasema tunda la Roho ni upendo, na upendo ndo tunaona ndo tunda kuu. Manake pasipo upendo ndo tunda la kwanza ambalo linakujulisha huyu mtu ni wa Kristo, mtu ana upendo. Na katika upendo tukiangalia siri kubwa ya Mungu ni upendo, na upendo ndo umeshikilia matunda mengine yote. Tunaona kuna upendo, furaha, amani. Nakuta tunda la Roho ni furaha. Kuna watu kwenye familia zao hata hawana hata furaha. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu, na tukimwomba Roho Mtakatifu haya matunda anatupa. Uvumilivu nayo ni matunda. Kuna watu sio wavumilivu, wanapenda vitu vya haraka. Unakuta kama ni watumishi wengine wameona Mungu anawachelewesha kuwabariki, wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaanza kutamani vitu vikubwa tu, wanauza nafsi zao kwa shetani kusudi waweze kupata utajiri wa mapesa, ambao mwishoni wanakuja kupotea nao katika ziwa la moto. Tunaona uvumilivu, utu wema. Lazima uwe na utu ukiwa ni Mkristo kweli ambaye umeokoka. Fadhili, uwe ni mtu wa fadhila. Mtu anakusaidia kitu, mrudishie, onyesha fadhila. Uaminifu, unakuta kuna watu kusio waaminifu, wanazima vitu vya watu na warejeshi. Kuna watu mpaka leo hii wanadaiwa, sio waaminifu, hawaaminiki kabisa. Unakuta anazima pesa, arudishi, sio waaminifu. Ukiona hivyo ujue umekosa tunda la Roho Mtakatifu. Upole, roho ya ukali itokani na Mungu. Roho wa Mungu anahimiza watu kuwa wapole. Upole ni tunda la Roho Mtakatifu. Onyaneni kwa upendo, hata kama mtu amekosea, muonye kwa upendo. Unakuwa nyumbani unakuwa mkali kama nyuki jamani. Yaani kwa namna hiyo umtakiwa uombe sana Mungu akupe matunda ya Roho Mtakatifu. Kiasi. Kuna watu hawana kiasi. Kila jambo unalolifanya uwepo na kiasi, ni tunda la Roho Mtakatifu. Anasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ukiishi juu ya mambo kama hayo, hakuna sheria yoyote ambayo itakufunga mtu wa Mungu. Nikizungumzia kwa tunda lililokuwa kuu ni upendo. Ukiwa na upendo utakuwa na furaha tu. Ukiwa na upendo utakuwa na amani. Ukiwa na upendo utakuwa na utu wema. Ukiwa na upendo, yani upendo ni kila kitu. Upendo unasitiri wingi wa dhambi. Upendo ndo tunda kuu katika matunda yote. Paulo anasema nikitoa mali zangu hata nikiwapa maskini, kama sina upendo mimi si kitu. Ikiwa ni nabii, ukiwa ni mtume, ukiwa ni mwalimu, kama umekosa ili tunda la upendo sio kitu. Maana upendo peke yake ndio nakufanya ukaonekana kwamba una tunda la Roho Mtakatifu. Na ndani ya huu upendo ndio utagundua kuna vitu vingine. Na upendo anaozungumzia Mungu ni upi? Ukisoma Biblia vizuri, kuna sehemu upendo unakuja kama karama, lakini na Mungu mwenyewe yupo nyuma ya upendo. Mungu wetu ni upendo. Mungu anapenda watu. Asili ya Mungu ni upendo. Ukisoma Yohana 3:16, Biblia inakwambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaona Mungu kuupenda ulimwengu, huo ni upendo. Na Yesu Kristo katika injili yake, katika ufalme wa Mungu, alifundisha kwa habari ya upendo sana.
Nilisoma kitabu cha Yohana 14 mstari wa 21. Yesu anasema mtu anipendaye atazishika amri zangu. Anasema akizishika amri zangu, mimi na Baba yangu tutajidhihirisha kwake. Ili Mungu ajidhihirishe katika maisha yako, ni lazima uzishike amri zake. Ukijiuliza amri hizo ni zipi, ukisoma Biblia, kitabu cha Injili, vitabu vya Injili ambayo ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana, amri Yesu aliyotoa, alianza mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote. Amri ya kwanza ni kumpenda Mungu. Amri ya pili, kumpenda jirani yako, kumpenda mwanadamu mwenzako. Mpende jirani yako kama nafsi yako unavyojipenda wewe. Amri za Yesu ni 2 tu. Kumaanisha hivyo haimaanishi kwamba zile 10 ameziacha. Yesu Kristo ameziunganisha amri zote, ameziunganisha amri zote katika upendo. Maanake pasipo upendo hatuwezi kuishi. Ndio maana Roho Mtakatifu akija kwako anakuumbia upendo. Akikuumbia upendo, maanake unakuwa juu ya zile amri 10. Maanake upo juu ya sheria. Ukiongozwa na Roho wa Mungu haupo chini ya sheria. Maanake Roho wa Mungu akikuongoza atakuumbia tunda la Roho ambayo ni upendo. Upendo utakusaidia kutembea juu ya sheria, la sivyo huwezi kutembea kwa sheria. Ndio maana nasema ukiongozwa na Roho wa Mungu haupo chini ya sheria. Najua hujanielewa mtu wa Mungu. Ukisoma amri ya kwanza mpaka amri ya 4 inahusu kumpenda Mungu. Amri ya 5 mpaka ya 10 kumpenda jirani yako. Ukimpenda Mungu, Mungu anakuambia amri yake, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ukimpenda Mungu hautakuwa na miungu mingine, utamwabudu Mungu tu. Ukimpenda Mungu hautavaa sanamu, hautatembea na sanamu. Ukimpenda Mungu utaikumbuka siku yake na kuitakasa. Tena utazidisha. Kama ulikuwa umepanga unaabudu Jumamosi au Jumapili, nakwambia hata katikati ya wiki utaenda Jumatano, Jumatatu, Ijumaa, na tena utazidisha. Itakuwa ni kila saa, kila muda kikao unaanza kuomba, ngoja sijaomba leo sijasoma neno. Huko ni kumpenda Mungu, utafanya zaidi. Kwa nini? Una upendo ndani yako. Lakini ukiwa hauna upendo kwa Mungu, kanisani yenyewe Jumapili kwa Jumapili, Biblia unakumuta vumbi, Jumapili ijayo, utakuwa yale maisha ni mzigo. Ukiongozwa na Roho wa Mungu haupo chini ile sheria, wewe ni sehemu ya maisha yako. Sio kwamba Yesu alitangua Torati wa kuleta upendo, amekuja kuikamilisha. Huwezi kutembea katika ile Torati kama una Roho Mtakatifu. Na sio kwamba amekupa Roho Mtakatifu ile sheria uiache, utakuwa unaitimiza katika Roho. Agano lote la kale linatimizwa katika Roho, na kuna vingine ni extra. Ndio maana Yesu anasema, iliandikwa, mtu azinie na mwanamke apigwe mawe mpaka afe. Yesu anakuambia, mimi nawaambia, yoyote atakayemwangalia mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye moyoni. Kwa hiyo upigwe mawe. Kwa tunaona upendo unaenda zaidi na zaidi. Ukija kumpenda jirani yako katika zile amri 10, ukimpenda jirani yako hautaiba, hautaua. Yaani kumwibia ndugu yako itakuwa ni ngumu sana. Tena utakuwa mlinzi, ukiona naibiwa, we rudishe hicho kitu, ni cha ndugu yangu. Kwa nini? Una upendo ndani yako. Lakini ukiishi katika ile sheria unasema anaiba, mimi sisemi, si nini. Lakini ukiwa na upendo ndani yako utakuwa ni zaidi ya zile amri 10. Kwa hiyo ndo matunda ya Roho Mtakatifu anayoyasemea yatakusaidia kuishi vizuri maisha matakatifu. Wapendwa mnaonisikiliza, kuishi maisha matakatifu ni ngumu kama hauna Roho Mtakatifu, kwa sababu sisi ni wadhaifu. Ukishaumbiwa mwili una asili ya udhaifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako ndo anayekupa kukamilika. Roho Mtakatifu anakusaidia. Ndio maana Mungu anasema nitakufanyia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Atakufundisha, atakuongoza. Mkiongozwa na Roho wa Mungu hampo chini ya sheria, mkiongozwa na Roho. Kwa nini? Roho Mtakatifu atakupa neema ya kutembea juu ya sheria. Mwanadamu unayezaliwa yoyote ambaye una Roho Mtakatifu, unakuwa uko chini ya sheria. Unakuwa uko chini ya sheria. Lakini ukimpokea Yesu Kristo,
unakuwa uko juu ya sheria, haupo chini ya sheria tena. Kwa nini? Roho wa Mungu atakuwa na kuongoza. Kuna vitu za miri ya ndani, sio kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia. Kuna vingine havijaandikwa. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, akija Roho Mtakatifu atawafundisha yote. Kuna mengine mimi sijawafundisha, kwa maana hamsingeweza kustahimili, lakini akija Roho Mtakatifu atawafunulia yote, atawafundisha kweli yote. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Bwana akupe neema ya kupokea matunda ya Roho Mtakatifu. Usiku wa leo, matunda ya Roho Mtakatifu Bwana akakumbie ndani yako, kawapende ndugu zako. Ikiwa unasikia sauti hii, umegombana na ndugu yako, mmenuniana na kutuma ukatengeneze. Pengine usisikie sauti hii, ni Bwana amenituma kwako kukuhubiria kwa habari ya matunda ya Roho Mtakatifu. Na tunda kuu ni upendo. Umekosa upendo, hata kumsaidia jirani yako maji umeshindwa. Unakuta mvua inanyesha, kumwanulia jirani yako nguo au kuzisogeza sehemu, unakuta nguo yake imedondoka, hata kumsaidia kuokota. Umekosa upendo. Mungu alisaidie kanisa.